Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa yale tuliokuwa nayo ni huko Korea ya Kaskazini. Korea ya Kaskazini imefanya majaribio yake ya makombora ya ballistic. Ni wakati ambapo Korea Kusini rais wake Lee Jae-myung anafanya ziara ya kiserikali nchini China. Katika kipindi hiki ambacho kumekuwa na sekeseke huko Venezuela, mataifa mbalimbali yamekuwa yakijiandaa na kuonyesha misimamo isiyoyumba. Korea Kaskazini imerusha makombora kadhaa ya ballistic kutoka mji mkuu wake wa Pyongyang kuelekea baharini karibu na pwani yake ya mashariki mwendo wa saa 1:50 asubuhi kwa saa za huko siku ya leo ya Jumapili, jeshi la Korea Kusini limeeleza. Uzinduzi wa kwanza wa makombora ya ballistic ya Korea Kaskazini katika kipindi cha mwaka 2026 na katika kipindi cha muda wa miezi miwili unakuja wakati rais wa Korea Kusini Lee Jae-myung anapofanya ziara ya kiserikali kuelekea China kuanzia siku ya leo Jumapili, ambapo Seoul imesema amani kwenye peninsula ya Korea itajadiliwa. Jeshi letu limeimarisha ufuatiliaji na umakini katika maandalizi ya uzinduzi zaidi, jeshi lilisema katika taarifa, likisema kuwa wanashiriki taarifa zote kwa karibu na Marekani pamoja na Japan. Makombora hayo yanaaminika kuwa tayari yameanguka kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Japan. Mara ya mwisho Pyongyang kulifanyia majaribio kombora lake la ballistic ilikuwa ni mwezi Novemba mwaka 2025. Kiongozi wa Korea Kaskazini Bwana Kim Jong-un ametoa wito wa kuongeza zaidi na maradufu uwezo wa uzalishaji wa silaha za kimbinu katika ziara yake ya hivi punde kwenye kiwanda cha kutengeneza silaha mnamo Jumamosi, vyombo vya habari vya serikali vya Korea vimeeleza. Katika wiki za hivi karibuni, Kim amefanya ziara kadhaa kwenye viwanda vinavyotengeneza silaha na pia manowari inayotumia nguvu za nyuklia, na amesimamia majaribio ya makombora kongamano la 9 la chama cha wafanyakazi ili kuweka malengo makuu na sera. Rais wa China Xi Jinping atakuwa mwenyeji wa Lee katika ziara ya kiserikali kuanzia siku ya leo ya Jumapili. Wi Sung-lak, mshauri wa usalama wa Lee, alisema Seoul inatarajia Beijing kuchukua jukumu katika kukuza amani kwenye eneo hilo la peninsula ya Korea bila kufafanua zaidi juu ya ajenda ya mkutano huo. Ajenda ya Lee na Xi ni pamoja na kuishawishi China kuwezesha mazungumzo na Korea Kaskazini, wataalamu walisema, wakati ambapo Korea Kaskazini imepuuzilia mbali mawasiliano ya Lee. Hata hivyo, mataifa kama vile Marekani pamoja na Korea pamoja na Japan yalimshawishi rais wa China Xi Jinping aonyeshe ushawishi wake mbele ya kiongozi mkuu wa Korea Kaskazini Bwana Kim Jong-un kuachana na mipango yake ya ufyatuaji wa makombora kama sehemu ya kufanya majaribio ya silaha za masafa marefu. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya comment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili uweze kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu ni nini ambacho kinajiri katika ulimwengu.